Kwa majina naitwa Jacob Nchunda. Ni mwandishi wa vitabu vinavyozungumzia masuala ya uongozi, makuzi ya kiroho na maendeleo binafsi. Leo niko mahali hapa kwa ajili ya kuweza kuletea masimulizi ya kitabu changu cha Vunja Vifungo vya Maisha Yako, ambacho ni kitabu kinachozungumzia mambo mbalimbali yanayokuzuia ama yanayomzuia mtu kuweza kusonga mbele katika maisha yake. Mambo yanayomzuia mwanadamu kuweza kutimiza kusudi la Mwenyezi Mungu ambalo amekusudia tangu anaumbwa na anawekwa katika uso wa dunia hii. Kabla hatujaanza sesheni yetu, ningependa nikuulize swali moja muhimu katika maisha. Je, umewahi kujiuliza kwa nini licha ya juhudi zako zote bado kuna wakati ama kuna maeneo fulani ya maisha yako ambayo hayaendi mbele kama unavyotarajia? Je, umewahi kuhisi kwamba kuna kitu kinakuzuia kufikia kiwango cha maisha unayotamani? Umejitahidi, umefanya kazi kwa bidii, umeomba, umeamini, lakini bado kuna wakati unajikuta ukijiuliza, kwa nini bado nipo hapa? Kwa nini mafanikio ninayotafuta yanaonekana kuwa mbali? Kwa nini hasa, na nini hasa kinachonizuia? Maswali haya ndiyo yaliyonifanya nianze safari ya kuandika kitabu hiki. Kwa hakika, nimegundua kwamba watu wengi hawashindwi kwa sababu hawana uwezo. Hawashindwi kwa sababu hawana vipaji. La hasha, wanavyo vingi sana. Hawashindwi kwa sababu hawana ndoto. Wanazo nyingi sana katika maisha na katika vichwa vyao. Mara nyingi wanashindwa kwa sababu kuna vifungo visivyoonekana vinavyozuia kusonga mbele. Tunaposikia neno kifungo, mara nyingi tunafikiria minyororo, gereza au kitu kinachomzuia mtu kwa macho. Lakini katika maisha halisi, vifungo vikubwa zaidi mara nyingi havionekani. Vinaweza kuwa ndani ya akili yako, ndani ya fikra zako, ndani ya hofu zako, ndani ya historia yako, ndani ya majeraha ambayo haujawahi kuyaponya, na ndani ya maneno ambayo uliwahi kuambiwa na ukaanza kuyaamini taratibu hadi yakazuia njia zako za kutafuta ama kupambana. Wakati mwingine mtu anaweza kuwa huru kwa nje, lakini ndani amefungwa. Anaweza kutabasamu mbele za watu, lakini ndani yake anapambana na maumivu makali. Anaweza kuwa na uwezo mkubwa sana, lakini hofu imemzuia kutumia uwezo huo. Anaweza kuwa na ndoto kubwa, lakini amejenga ukuta unaomzuia kuzifikia. Katika kutafakari kwangu, niligundua jambo moja muhimu. Kifungo kikubwa zaidi si kile kinachomzuia mtu kutembea. Kifungo kikubwa zaidi ni kile kinachomzuia mtu kuamini kwamba anaweza kufanikiwa. Mtu anapoanza kuamini kwamba hawezi kufanikiwa, taratibu huacha kujaribu. Anapoacha kujaribu, na hapo huacha kuona fursa. Na mara anapoacha kuona fursa, hapo ndipo anaanza kuishi chini ya kiwango chake ama chini ya kiwango ambacho Mungu amekusudia akiishi katika maisha yake. Ndio maana katika kitabu hiki nakualika uanze kwa kujichunguza kupitia maswali haya. Je, nini hasa kinachonizuia kufikia malengo yangu? Je, ninazuiwa na mazingira yangu? Au ninazuiwa na namna ninavyofikiri? Je, ninabeba maumivu ya zamani ambayo bado yanaathiri maisha yangu ya leo? Je, kuna tofauti ambayo imenifanya nisiishi maisha yangu kwa ukamilifu? Maswali haya si ya kukuhukumu, la hasha. Ni maswali ya kusaidia kujitambua ama kuelewa wapi unapotakiwa kutoka na wapi unatakiwa kuelekea. Kwa sababu mabadiliko huanza pale mtu anapoyakubali ama anapoukubali ukweli. Ninaamini kwamba hakuna maisha yaliyofungwa kiasi kwamba huwezi ama hayawezi kubadilika. Lakini hatua ya kwanza ya kupata uhuru ni kukubali kwamba kuna eneo linalohitaji mabadiliko. Huwezi kutatua tatizo ambalo ukubali kwamba lipo. Huwezi kuvunja vifungo ambavyo hauvitambui. Ndio maana safari ya kuvunja vifungo huanza ndani yako.
huanza katika fikra zako, huanzia katika maamuzi yako, huanzia katika uamuzi wa kusema sitaki kuendelea kuishi maisha haya, nipo tayari kubadilika. Ninaamini kwa moyo wangu wote kwamba Mungu hakumuumba mwanadamu kwa ajili ya kushindwa. Kila mmoja wetu ameumbwa kukiwa na kusudi, na ndani yake amewekewa nguvu ama amewekewa uwezo ambao unamsaidia kuweza kufikia ama kutimiza kusudi hilo. Amepewa uwezo, amepewa vipawa, amepewa nafasi ya kuwa na mchango katika dunia hii kwa namna nyingi sana. Lakini wakati mwingine kusudi hilo hufunikwa na vifungo vya kiroho, kimawazo na hata kihisia ama kisaikolojia. Ndio maana tunahitaji safari ya kujitambua na kubadilika. Safari hii tunayoiita vunja vifungo vya maisha yako ni safari ya kuondoa kila kitu kinachokuzuia kuwa mtu ambaye Mungu alikusudia uwe. Ni safari ya kurejesha tumaini, ni safari ya kurejesha fikra mpya, ni safari ya kuishi kwa kusudi. Asante sana kwa kuwa nami katika sehemu hii ya kwanza. Katika sehemu inayofuata tutaendelea kujifunza kwa kina kuhusu chanzo cha vifungo vya maisha na namna vinavyoathiri maendeleo yetu. Kama ujumbe huu umeugusa moyo wako na ungependa kusoma zaidi kupitia kitabu changu cha Vunja Vifungo vya Maisha Yako, unaweza kuwasiliana moja kwa moja kupitia namba za simu 0760194494 au 0772200704. Kitabu pia kinapatikana kwa nakala ya kuchapishwa hard copy kwa shilingi 10,000. Kwa wanaoagiza kutoka mikoani, kitabu kitatumwa kupitia usafiri unaofaa, huku gharama za usafirishaji zikigharimiwa na mnunuzi hadi kitakapomfikia. Kwa wale wanaopendelea soft copy ama PDF ama electronic books, kitabu hiki kinapatikana kwa nakala kwa shilingi 10,000. Baada ya uthibitisho wa malipo, nakala itatumwa moja kwa moja kwa njia ya kidijitali ama WhatsApp. Fuatilia Hekima ya Leo Academy. Endelea kuungana nasi kupitia majukwaa rasmi ya Hekima ya Leo Academy, ambapo tunakuletea mafundisho ya kujenga maisha, podcast za maarifa na tafakari, semina na mafunzo, vitabu vya mabadiliko binafsi, maarifa yanayosaidia ukuaji wa kiroho, kielimu, kijamii, kihisia, kibiashara, kiuchumi na hata kisaikolojia. Tafuta na utufuatilie kwenye mitandao yetu ya kijamii kupitia Facebook, Instagram na YouTube kwa jina la Jacob Nchunda. Lakini pia unaweza kutupata kupitia WhatsApp, Facebook na Instagram kwa jina la Hekima ya Leo Academy. Kabla hatujaagana, kumbuka jambo hili moja: kifungo hakimaanishi mwisho wa safari yako. Wakati mwingine ni mwanzo wa kugundua nguvu iliyokuwa ndani yako kwa muda mwingi na ilikuwa inakuzuia, na mara baada ya kuigundua ni jukumu lako kuibadilisha na kuitumia ili iweze kuleta mafanikio halisi. Mimi ni Jacob Nchunda. Tukutane katika mwendelezo wa sehemu ya pili ya masimulizi ya kitabu changu cha Vunja Vifungo vya Maisha Yako. Hekima inayobadilisha maisha, maarifa yanayozaa mabadiliko.